Takwimu za Shirika la Afya Duniani, WHO, zinaonyesha kuwa mmoja kati ya kila watu 4 duniani atakumbwa na tatizo la akili. Lakini, asilimia 75 mpaka 85 ya waathirika hawajijui mpaka hali inapokuwa mbaya. Leo, nitakufunulia dalili 4 ambazo ni kengele ya hatari kwa ubongo wako. Na dalili ya 4 ndiyo inayofanya watu wengi kupoteza maisha yao ulimwenguni. Baki hapo hapo. Kabla hatujazama ndani zaidi, usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele ili usiwe unapitwa na haya maarifa kila siku. Tayari? Asante. Twende kazi. Dalili ya kwanza, mabadiliko makubwa ya hisia na hasira za ghafla, emotional volatility. Tunapoizungumzia afya ya akili, watu wengi hudhani ni mpaka uokote makopo. Lakini, ishara ya kwanza na ya msingi ni emotional instability. Hapa sizungumzii kukasirika kwa sababu mtu amekuudhi. Nazungumzia hali ambapo unashindwa kudhibiti hisia zako hata kwa mambo madogo. Ndani ya ubongo wetu, kuna sehemu inaitwa amygdala. Hiki ni kituo cha kudhibiti hisia. Tatizo la afya ya akili linapoanza, amygdala inakuwa hyperactive. Unajikuta unalia bila sababu ya msingi au unapatwa na hasira kali, rage, kiasi cha kutaka kuvunja vitu au kuumiza watu kwa kosa dogo sana. Wengi husema mimi nina hasira za karibu au nina stress za kazi. Hapana. Kama hali hii inadumu kwa zaidi ya wiki 2, ubongo wako unashindwa kuzalisha kemikali ya serotonin ambayo kazi yake ni kukuweka kwenye hali ya utulivu. Ukiona umeanza kuwa na hasira za karibu, irritable, kwa kila mtu, mkeo, mmeo, watoto au wafanyakazi wenzako, ujue mfumo wako wa neva au nervous system umechoka na ukingoni mwa kupata burnout. Dalili ya pili, kujitenga na kupoteza hamu ya vitu ulivyopenda, anhedonia. Hapa ndipo mtu anapoanza kujichimbia ndani ya shimo lake. Inatokeaje? Zamani ulikuwa unapenda kwenda kucheza mpira, kukutana na marafiki au hata kufanya kazi zako za ubunifu. Ghafla, vitu hivyo havikupi tena furaha. Unaanza kuona simu za marafiki ni kero. Unaanza kutafuta visingizio vya kutohudhuria shughuli za kijamii. Unajiona ukiwa peke yako ndipo unapojisikia salama. Lakini ukweli ni kwamba ukiwa peke yako ndipo mawazo hasi yanapozidi kutafuna akili yako. Binadamu ni kiumbe wa kijamii. Unapojitenga, unakata mawasiliano ya dopamine ambayo ungepata kupitia mwingiliano wa watu. Hii inasababisha ubongo wako kuingia kwenye power saving mode. Hapa ndipo unapoanza kuona kuoga ni kazi, kupiga mswaki ni mtihani, na chumba chako kinaanza kuwa kichafu bila wewe kujali. Hii si uvivu, ni ishara kwamba engine ya akili yako haina mafuta au motivation. Dalili ya tatu, mabadiliko ya usingizi na chakula, biological rhythms. Afya ya akili imeunganishwa moja kwa moja na biolojia ya mwili wako. Ukiona circadian rhythm yako au saa ya mwili imeharibika, hapo kuna tatizo kubwa. Kuna pande mbili hapa. Moja ni insomnia. Unatamani kulala lakini akili inapiga kelele. Mawazo yanakuja kama mafuriko. Unakesha mpaka saa 3 usiku. 2 ni hypersomnia. Unataka kulala muda wote. Unalala masaa 10 lakini bado unaamka ukiwa umechoka kana kwamba ulikuwa unabeba magunia. Hii ni ishara kwamba akili yako inajaribu kukimbia uhalisia, escapism, kupitia usingizi. Kuna watu wakipata matatizo ya akili wanaacha kula kabisa, loss of appetite, na kuna wale wanaokula kupitiliza, emotional eating, ili kuziba pengo la maumivu ya ndani. Ukiona uzito wako unashuka au kupanda kwa kasi ya ajabu ndani ya mwezi mmoja bila kufanya diet, usikimbilie hospitali kupima moyo tu, kacheki afya yako ya akili. Kiwango cha homoni ya cortisol au stress hormone kikiwa juu sana, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula unavurugika kabisa. Dalili ya 4, mawazo ya kukata tamaa na kutokuona thamani, cognitive distortion. Hii ndiyo dalili hatari zaidi niliyokuambia mwanzoni. Inaitwa cognitive distortion. Akili yako inaanza kukuambia uongo na wewe unauamini. Akili inaanza kukuambia wewe ni mzigo kwa wengine, huna uwezo wa kufanya chochote cha maana.
Hapo ndipo mawazo ya kujiua, suicidal ideation, yanapoanzia. Hapa ndipo mtu anaweza kuwa na kila kitu, pesa, gari, familia, lakini ndani yake anahisi yuko tupu, empty. Kwa nini hii ni hatari? Hii hutokea wakati sehemu ya mbele ya ubongo, prefrontal cortex, inayohusika na kufanya maamuzi ya busara, inapozidiwa nguvu na hisia hasi. Unaanza kuona dunia kupitia miwani ya giza. Hata ukipewa habari njema, unatafuta kitu kibaya ndani yake. Ukifika hatua hii, ujue akili yako iko kwenye emergency state. Unahitaji msaada wa kitaalamu mara moja, therapist au psychiatrist. Usiseme nitapambana, kwa sababu huwezi kuirekebisha ubongo uliovurugika kwa kutumia ubongo huo huo uliovurugika. Kumbuka, kuwa na tatizo la afya ya akili sio udhaifu na wala sio laana. Ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine wowote. Ukiona dalili hizi 4, mabadiliko ya hisia, kujitenga, kuvurugika kwa usingizi na mawazo ya kukata tamaa, fanya mambo haya matatu. Ongea na mtu unayemwamini, usikae nacho moyoni. Punguza matumizi ya mitandao ya kijamii, inazidisha shinikizo, na tafuta mtaalamu wa saikolojia. Je, umewahi kuhisi mojawapo ya dalili hizi? Au kuna ndugu yako anaonyesha ishara hizi? Andika neno siko peke yangu kwenye sehemu ya comment hapo chini kama umejifunza kitu leo. Pia share video hii kwenye makundi ya WhatsApp, unaweza kuokoa maisha ya mtu. Asante kwa kutazama. Hii ni Fikra Chanya. Tukutane kwenye video ijayo. Afya yako, fahari yako. Peace.